Yes, ndugu waandishi wa habari, karibuni. Hapa ni chuo cha maji na sisi tunaozungumza hapa ni serikali ya wanafunzi WISO. Mimi nikiwa mjumbe katika serikali hii ya WISO. Tunawakaribisha ndugu waandishi wa habari katika press conference hii, na mambo machache ambayo tunahitaji kuzungumzia katika taasisi yetu ya chuo cha maji, na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali. Sasa tusipoteze muda ili tuweze kuendelea, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Wanafunzi WISO aweze kuzungumza mawili matatu, lakini pia akimkaribisha Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi WISO. Asante. Kwa jina naitwa Angelina Thomas Magesa, ndiye Waziri Mkuu wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Maji kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha Chuo cha Maji. Kama msemo wetu unavyosema, wataalamu wa maji kwa maendeleo endelevu. Chuo chetu kipo hapa kwa ajili ya kupika wanafunzi katika sekta ya uhandisi wa maji. Kazi kubwa ya chuo chetu ina majukumu matatu. Jambo kubwa la kwanza ni academic, jambo la pili ni research, na jambo la tatu ni consultants. Hivyo basi tunawakaribisha sana Chuo cha Maji, na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali, tuna jumuiya yetu ya WISO chini ya serikali ya wanafunzi yenye jukumu la kuhakikisha kwamba welfare za wanafunzi zinasimamiwa. Hivyo basi nisiwe mzungumzaji sana, nipende kuchukua wakati huu kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi aseme neno. Asante. Nashukuru kwa nafasi hii. Ndugu Mheshimiwa PM wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Maji, nashukuru sana kwa nafasi kubwa ya ukaribisho, na kingine nashukuru pia kuwepo na kuwaona waandishi wa habari ambao mnaitwa Student Connect. Mmefika Chuo cha Maji na hiki ndio chuo chetu. Chuo hiki kiko kwenye kuandaa wataalamu wa maji na kuwapika kwa namna za tofauti tofauti. Kuanzia mwaka 1974 kimekuwepo mpaka leo na kinazidi kuboreshwa zaidi. Chuo hiki ni miongoni mwa chuo pekee hapa nchini Tanzania kinachotoa wataalamu wa maji ambao wanatumika ndani ya nchi na kimataifa. Nianze kwa kusema kwa jina langu naitwa Bangiri Kilijua Nkwabi, ndiye rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo cha Maji wa sasa kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Nipo hapo kwa lengo hilo, kwa ajili ya kuunganisha wanafunzi wenzangu na management ya chuo kwa ujumla, ili kuhakikisha masuala ya kitaaluma yanaenda mbele, kuhakikisha pia mambo ya research yanaenda mbele, lakini pia mambo yote ambayo yanahusiana na labda kimichezo, kiutamaduni, kwa namna ambayo wanafunzi wenzetu wanaweza kufaidika nayo. Hii kitu kiko Chuo cha Maji na mimi ndio niko hapo katikati kwa ajili ya kuunganisha swala hilo kwa ujumla. Nipende tu kuwakaribisha Chuo cha Maji. Leo hii tunatamani kuzungumza, lakini pia kuonyesha chuo hiki kinatoa nini na nini hasa kwa ujumla. Pengine inawezekana watu wakawa hawafahamu kwa nini mtu anasoma Chuo cha Maji, kwa nini yuko hapa, hasa tukizingatia mwaka wa kwanza tumewapokea tarehe 17 ile baada ya tangazo la serikali kuendelea. Tunashukuru kwa sababu tumeona ongezeko la wanafunzi hao wamekuja Chuo cha Maji kwetu hapa. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumza zaidi kwa leo ni kwamba tuonyeshe nini hasa ambacho kiko Chuo cha Maji kwa ujumla wake. Kwa hiyo tu nipende kuwakaribisha sana waandishi wa habari ambao mnaitwa Student Connect. Karibuni sana Chuo cha Maji. Lakini pia tuko tayari kwa maswali yenu ambao mtakuwa nayo kuanzia sasa mpaka hapa ambapo tutakapomaliza. Asanteni sana. Okay. Asante sana mheshimiwa. Lakini kwanza kabisa tungependa kufahamu mapokezi ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo cha Maji yalikuwa ya namna gani? Asante sana ndugu mwandishi.
kutoka Student Connect kwa swali zuri ambalo umeliuliza. Mapokezi ya mwaka wa kwanza nikienda moja kwa moja yalikuwa ni mazuri sana. Nashukuru hata kwa management ya chuo na mkuu wa chuo kwa ujumla walikuwa wamejipanga vizuri sana, kwamba wanafunzi hawa wanapokuja Dar es Salaam wasipate changamoto ya aina yoyote. Hata hilo nashukuru Mungu limefanikiwa kwa 100%, mimi niseme hivyo. Kwa sababu tulikuwa tumejiandaa vizuri, wanafunzi hao wamepokelewa vizuri. Hata wale ambao hawakuwa na sehemu za kulala walipokelewa vizuri na walipewa sehemu ya kulala. Kwa mfano watu wametoka Ngara, watu wametoka Dodoma, watu wametoka Geita, kote kule walipokelewa hapa na wakafanyiwa usajili na wakapewa sehemu ya kujihifadhi kwa muda kama marazi, ili watafute sehemu ambapo wanaweza pakawafaa zaidi, kwa sababu ya hosteli zetu ambazo ziko hapa ndani. Kuna wengine ambao walikuwa wameshaomba moja kwa moja, kuna wale ambao walikuwa hawajaomba. Kwa hiyo kutokana na jambo kama hilo tulikuwa tunawapa hifadhi ya muda ili watafute maeneo ambayo wanaweza kujihifadhi kwa muda wote watakaokuwepo chuo. Okay, asante sana. Na hadi kufikia sasa hivi mapokezi bado yanaendelea au ipoje? Kufikia sasa mapokezi yanaendelea. Kutokana na tangazo la TCU ambalo lilitoka, ilikuwa ni mwisho tarehe 13, lakini taarifa iliyotoka jana ni kwamba wameongeza tena siku zingine kuanzia leo mpaka Jumatatu, ndipo usajili utakuwa unakamilika kwa wanafunzi wote. Okay, asante sana. Sasa katika chuo cha maji kuna fursa gani ambazo zipo ambapo kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wanatokea chuo cha maji au wanafunzi wote, fursa gani ambazo zipo ambapo wanafunzi wanaweza wakazitumia? Asante sana kwa swali zuri ambalo umeliuliza, mwandishi wa habari kutoka Student Connect. Chuo cha maji fursa zipo nyingi sana, lakini tu nitazitaja chache ambazo wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaweza kuzitumia. Moja ya fursa ambazo wanaweza wakanazo, kuna haya mafunzo ya vitendo yanayopatikana ndani ya chuo, yani practical. Kwa wanafunzi wenzetu ambao, maana hapa tunachukua course tofauti tofauti, kwa kuna masomo ambayo ni ya practical, ambao unaweza kuchukua moja kwa moja wakajifunza kila ambacho kinastahili, baada ya wao kutoka hapa wakaenda kukiapply hata huko nje kwa ajili ya kusolve changamoto za kijamii Tanzania na dunia nzima. Lakini kingine fursa ambao wanaweza kuitumia na utafiti na ubunifu utafiti mambo ya project kwa miaka zaidi au kwa miaka ambao wanamaliza, kwa mfano level 6 na level 8, lakini pia kuna masters ambao wako hapa chuo cha maji. Wanaweza wakachukua fursa hizo kuzifanya kuwa ni advantage kwao, wakatengeneza project ambazo zina manufaa kwenye maisha yao, hata baada ya hapa zinawatengenezea njia zingine. Lakini pia fursa zingine ni kuna kuwepo na vilabu ambao vinakuwepo hapa chuo. Kuna kuwepo na vilabu vya taaluma, yani kwa mfano kozi fulani wanakuwepo na klabu yao ambao wanakuwa nayo, ambao wanakuwa wanatengeneza, labda una matukio yao ambao wanaweza kutengeneza kitaaluma na kupitia hizo taaluma. Kwa mfano kuna kozi ya irrigation, kuna community development. Hizo kozi ni moja ya vilabu ambao vipo hapa vya kitaaluma vinavyoendesha program zake. Kwa hiyo unaweza kuzitumia fursa hizo kuonyesha kila ambacho wanacho. Asante. Okay. Lakini pia mkiwa kama serikali ya wanafunzi katika chuo cha maji, njia gani ambazo huwa mnazifanya kusapoti wanafunzi ambao wana vipaji? Mfano kuna wanafunzi ambao wana vipaji vya kuimba, kudensi, lakini hata kwa wanafunzi ambao wenye vipaji vya kucheza mpira. Mkiwa kama serikali ya wanafunzi, njia gani ambazo huwa mnazifanya kwa support ya wanafunzi? Asante, swali zuri. Moja ya njia ambazo tunazitumia kuwapata wanafunzi hao, of course chuo kinaongezeka, miaka inapita, teknolojia inaongezeka. Kwa sasa wingi wa wanafunzi walionao inategemea kuwapata wanafunzi hao. Moja, lazima utoe tangazo kwamba kuna watu wa hivi na hivi wanahitaji, wenye talent, unahitajika waandike majina yao, au aidha wawasilisha kwa masiara au kupitia wizara ambazo tuko nazo wanawasilisha majina hayo. Then kuna namna ambayo tunakaa nao, tunawaelekeza kila ambacho tunataka kukifanya na nini wajiandae nacho. Lakini tukija kwenye swala zima ambalo kwamba tunawasaidia vipi wanafunzi hawa, tunakuwepo na makongamano tofauti tofauti. Kwa mfano kwa mwaka huu tuna plani kwa mwaka huu tuna plani kuwa na welcome fest ambayo itakuwa ni tofauti sana.
Welcome Fest hii inawapa advantage hasa waimbaji. Kuna mamisi wiso, maana hii serikali inaitwa wiso kwa kifupi chake. Kwa hiyo tunakuwepo na matamasha tofauti tofauti hayo. Kwa mfano kama hilo la Welcome Fest here, tutatamani liwe ambao lizingatie sana watu ambao tuko nao hapa ndani, kwamba tunawapa fursa hawa watu wale kuja chuo cha maji. Nje na kusoma mambo ya utaalamu wa maji, kuna kitu ambacho wanacho wao wenyewe, ambacho pengine Mwenyezi Mungu kawapa automatically. Kwa mtu mwenyewe anapokuwa na hicho kitu, tunampa fursa ya kuonekana kwake yeye, kwamba bana, mimi na kitu hiki naweza nikakionyesha. Tunampa fursa hiyo kwa siku hiyo, ana introduce, ambao tuna akaunti zetu za Instagram, anaweza akaonekana pia kule, watu wakamtafuta kwa namna yake. Lakini pia kwenye upande wa michezo, mpaka sasa kuna watu ambao wameelekea Tabora kwa ajili ya michezo, Shimvuta tunasema. Wameenda kule kwa ajili ya michezo, watakaa ndani ya wiki 2. Kwa namna yake watu kama hao wenye vipaji kama hivyo tuna support kwa namna hiyo. Tunaunga mkono kwa kiasi kikubwa ili waweze kufikia pale ambapo wanapata maana. Asante. Lakini pia nikija kwa Prime Minister, tatizo la ajira kwa sasa hivi kwa nchini kwetu Tanzania limekuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Sasa mkiwa kama serikali ya wanafunzi, unahisi ni skills gani ambazo ni muhimu kwa mwanafunzi ambaye anasoma katika chuo cha maji, sasa ni kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza? Skills gani ambazo ni muhimu wanapaswa kujifunza ili kusudi watakaporudi mtaani wasihangaike sana? Asante. Kulingana na soko la ajira, sisi sote ni mashahidi. Kama vijana hatutakiwi kutegemea tu kwenye kuajiriwa, badala yake tunatakiwa kujiajiri. Na ili ujiajiri lazima uwe na skills za kitofauti, skills za zaidi, nje na elimu ambayo tunaipata kwenye vyuo vyetu, especially chuo cha maji. Hivyo kama kijana na kama mwanafunzi, ushauri wangu kwa vijana, skills ambazo wanaweza wakajifunza, kuna issue ya ujasiriamali. Ujasiriamali wa vitu tofauti tofauti. Kwa mfano kwa community tulionayo hapa wanafunzi, sisi wenyewe unaweza ukaanza kwa mtaji mdogo, kuwazungukia wanafunzi mahali walipo. Unaweza ukaanza na biashara ya kalamu, biashara ya daftari. Huo ni ujasiriamali. Na tusichukulie poa biashara ndogo ndogo, kwa sababu hizi ndizo zinatufikisha level nyingine. Kitu kingine ambacho naweza kuwashauri vijana kujifunza ni swala la ufundi. Ufundi wa vitu tofauti tofauti, kwa mfano ushonaji, kujifunza hizi paintings na ufundi wa vitu tofauti tofauti, lakini neno ufundi linakuwa lina maana kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho mtu hata akitoka anaweza akaanzia pale alipo kulingana na community inayomzunguka mtu. Okay, Asante. lakini pia kwenye ujasiriamali hapo, naomba usisitize vizuri kwamba kuna uwezekano wa mwanafunzi ambaye anasoma chuo kuwa anasoma chuo lakini pia akawa mjasiriamali, kana anafanya biashara ndogo ndogo. Uwezekano huo upo kabisa? Uwezekano upo. Ni issue ya time management. Kama mwanafunzi huu ni mtihani mkubwa sana kwa wanafunzi wengi. Ukiwa na time management na it's a matter of priority, kwamba wewe una prioritize vitu gani kwenye maisha yako. Kwa mfano, mimi kama mwanafunzi, ukiwa na vipaumbele vyako, unasema mimi kipaumbele changu cha kwanza ni elimu, ikitoka elimu ujasiriamali. Kwa wale wenye mahusiano, unaweza ukawa na mahusiano kama kipaumbele, umeona, na unatengea muda kwamba kila kitu na wakati wake. Usichanganye muda wa kuwa darasani wewe unaenda kufanya biashara. Muda wa biashara unaenda kanisani. Muda wa kanisani uko shuleni. Kwa hiyo it's a matter of time management. Kuwa na kupangilia vizuri matukio yetu kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi. Yeah, lakini pia katika chuo cha maji wakati nakifuatilia nimegundua kuwa kuna kuwepo na tamasha la Maji Scientific Conference. Hili tamasha linahusiana na nini? Na lina faida gani kwa wanafunzi ambao wanasoma chuo cha maji? Maji Scientific Conference naweza nikasema ni platform ambayo inawahusisha
inawakusanya pamoja wadau tofauti tofauti wa sekta ya maji. Wanakusanyika pamoja katika kufanya research, katika kutatua matatizo tofauti tofauti ambayo yanaikabili jamii kutokana na elimu ambazo tulizonazo. Faida kubwa ya Maji Conference sasa kwa wanafunzi ni kuibua zile knowledge zao, kuibua skills zao, kwa sababu kuwa na tuzo zinagawiwa kwa wanafunzi bora na tuzo zinagawiwa kwa watu wenye innovations zao tofauti tofauti, na pia kuna research ambazo zinakuwa zinafanyika kwenye hili tamasha. Kwa hiyo ni fursa ya wanafunzi pia kuonyesha yale wanayofundishwa darasani, je, kweli yanatumika katika kutatua matatizo yanayoikabili jamii. Kwa hiyo Maji Conference ni jukwaa ambalo linawaleta wadau wa sekta tofauti tofauti za maji, wanafunzi, walimu na waajiriwa katika sekta hii ya maji pamoja kwa ajili ya kudiscuss mambo tofauti tofauti juu ya maji, juu ya sekta ya maji. Okay, sasa kwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza au mwanafunzi ambaye anasoma chuo cha maji, anawezaje kushiriki katika hilo tamasha? Okay. Huwa inatoka ratiba mapema juu ya tamasha hilo, na sisi kama wanafunzi huwa tunapewa kipaumbele kujisajili. Unajisajili mapema kwa sababu tamasha huwa linakuwa na muda, mfano siku 3. Kwa hiyo ukiwa umejisajili katika tamasha hilo unaweza unakuwa na nafasi ya kushiriki ndani ya siku zote. Kwa hiyo kama utakuwa una idea zako au una innovation, una research yako, inakuwa ni nafasi yako wewe sasa kwenda kuionyesha na kuonyesha umma kitu gani ambacho unaweza ukaleta na kikawa profitable katika kusolve matatizo ya jamii. Okay. Na katika masomo ya uhandisi wa maji, somo gani ambalo unalipenda sana na kwa nini? Okay. Somo ambalo ninalipenda sana kwenye issue za uhandisi wa maji, kiuhalisia tunajifunza mambo mengi sana, lakini kitu ambacho naweza kusema ninakifurahia ni kwenye issue ya planning and design of water supply system, kwa sababu ni kitu ambacho naweza nikasema ni core subject ya kozi yangu mimi mwenyewe. Mimi ni mwanafunzi wa Bachelor in Water Resources and Irrigation Engineering. Kwa hiyo unaponiambia mambo ya kudesign na plan, kwanza tunaanza kwenye stage ya kuplan, tuna design, then tunakuja tuna construct hizo water supply system. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa na enjoy sana, kwa sababu ni kitu ambacho kinahusisha moja kwa ni kitu ambacho nimekifanyia tumekisoma, tumekipractice field. Kwa kweli ni kitu ambacho huwa nikikifanya ninakienjoy zaidi. Lakini pia ungependa kuwaambia kitu gani kwa vijana ambao wanafikiria kujiunga katika chuo cha maji? Ushauri wangu kwa vijana wanaojiunga kwenye chuo cha maji, kwanza niwaambie wako mahala sahihi, kwa sababu chuo chetu ni kati ya chuo pekee ambacho kinatoa kozi za uhandisi wa maji Tanzania. Kwa hiyo ni fursa kwao na waone kwamba wako sehemu sahihi kusoma kozi za maji na kutatua changamoto. Katika chuo chetu hatudili tu na uhandisi, tuna mambo tofauti tofauti, kwa mfano ubora wa maji, tuna mambo ya usafi wa mazingira, tuna mambo ya uchimbaji wa visima, tuna mambo ya operation pia and maintenance, ni moja ya kozi ambazo zinatolewa. Tuna mambo ya umwagiliaji. Kwa hiyo usilitafakari neno maji kama maji. Neno maji ni pana, lina mambo mengi. Kwa hiyo utakapokuja hapa sio tu utadeal labda na issue za kudesign, utajifunza mambo mengi zaidi ambayo sisi wengine huenda hatukuyajua kipindi tunakuja, lakini kulingana na muda, kulingana na tunavyosoma tumejikuta tunapenda hiki kitu, na niweze kusema kwamba ni kitu sahihi. Na lakini pia nikija kwako tena katika masomo ya uhandisi wa maji, baada ya kusoma sasa umeshamaliza, una ndoto gani hapo baadaye? Okay. Mimi ndoto yangu ni kuwa mhandisi kwenye hii sekta, kwa sababu nasomea maji. Siwezi kusema nitoke hapa labda nikawe mchoraji. No, ni ndoto yangu kuwa mhandisi, kwa sababu issue ya maji ni issue ambayo haina mwisho.
haijawahi kuisha. Changamoto ya maji imekuwa ni changamoto kubwa, haijawahi kuisha. Kwa hiyo ninajivunia kwanza kuwa mhandisi na ni ndoto yangu kuwa mhandisi mkubwa ili kwenda kusolve yale matatizo ambayo yako kwenye jamii yangu. Okay, ni kitu kizuri. Lakini kwako President pia, mkiwa kama serikali ya wanafunzi, wakati pia nakifuatilia tena chuo cha maji kwa mwaka wa masomo ambao umepita, serikali ya wanafunzi ilikuwa na utaratibu wa kuwapatia kiasi cha pesa kwa wanafunzi ambao wenye uhitaji wa kulipia ada kwa njia ya kuwakopesha. Sasa tungetamani kufahamu kwa sasa hivi, huo utaratibu bado unaendelea hadi sasa hivi au swala lipoje? Ndugu mwandishi wa habari kutoka Student Connect, swali hilo nitalijibu kama ifuatavyo. Kwanza nashukuru kwa kuliuliza. Serikali ya wanafunzi, cha kwanza ambacho kinatakiwa kufahamika ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya kusaidia wanafunzi hao. Mwanafunzi hakuna sababu yoyote ya kusema kwamba amekosa ada arudi nyumbani. Kwa jinsi ambavyo maisha yanatofautiana, maisha hayafanani na hayalingani, yanatofautiana kila siku. Kwa mwanafunzi, wakati ninachokiamini ni kitu kimoja. Kwa mwanafunzi wakati anachaguliwa kuja chuo cha maji na alipopokea taarifa hiyo, aidha aliomba kuja chuo cha maji moja kwa moja na akakonfirm anakuja hapa, swala la yeye kupata fedha lilikuwepo. Lakini changamoto jinsi ambavyo huwa zinakuja bila taarifa, changamoto inaweza kumtokea huku muda wa kuja chuo umeshafika. Kwa kikubwa ni kwamba hakuna sababu ya mwanafunzi ambayo inaweza kumrudisha nyumbani kwa sababu amekosa hela ya kusajiliwa. Kwa mfano, kuna wanafunzi wenzetu ambao wanapata mikopo kutoka serikalini. Sasa kuna mwanafunzi anakuja hapa chuo cha maji, lakini mwanafunzi huyu kute mkopo wake umepangwa chuo kingine, na mwanafunzi huyu anahitaji usajili. Kwa hali ya kawaida, mwanafunzi huyu kama akijua kwamba kuna serikali ya wanafunzi ambao iko hapa chuo cha maji na anaweza akapata msaada, anaweza akafika ofisini tukazungumza naye na tukaona kwa namna gani ambao anaweza kusaidiwa, kwa sababu usajili una muda wake. Usajili unaenda kwa muda ambao ni mwafaka wa serikali na sio wa chuo husika, kwamba labda chuo fulani kanajipangia kufanya usajili wake. Fahamu mambo haya yanatokea na activate. Kwa hiyo wanafunzi hawa tunawasaidia kwa kukaa nao, tunazungumza nao, tunapata data zao vizuri, kwa sababu miongoni mwa wanafunzi hawa ambao wanaweza kukufikia, mwingine inawezekana akatumia trick ambayo anaijua yeye ili kukufikia na apate hela kutokea kwenye mfuko wa Wiso wa serikali yenu ya wanafunzi. Lakini wanafunzi hao tunachukua kwa makini na waweze kusajiliwa, aidha kama ni kuwasaidia kwa kiasi ambacho wanatakiwa kulipia kulingana na uhitaji alionao, na unamwangalia kwamba huyu mwanafunzi kweli anahitaji msaada. Kwa hali ya kawaida lazima uangalie kwa jicho jingine ili uweze kumsaidia, kwa sababu aidha 100,000 laki ngapi isiwe chanzo cha yeye kutokuendelea na masomo kwa mwaka husika aliochaguliwa katika chuo cha maji. Kwa tunajivunia kwa wanafunzi hao kuwapata chuo cha maji, kwa sababu wanafunzi mmoja anapoongezeka ni mteja wa chuo husika, lakini pia ni faida kwa taifa, kwa sababu linaongeza wataalamu wengine tena ambao wanajua taasisi, wana uwezo wa kusolve matatizo ya jamii, na wanaweza wakatumika ndani ya nchi na wakatumika pia kimataifa. Asante sana. Okay. Kwa sasa naomba utoe ujumbe kwa wanafunzi ambao wanasoma katika chuo cha maji, ambapo ujumbe huo pindi watakavyousikia wanafunzi ambao wanasoma chuo cha maji watahamasika na kuanza kusoma kwa bidii. Asante sana ndugu muuliza maswali na mwandishi wa habari kutoka Student Connect. Ujumbe mkubwa ambao naweza nikawapa wanafunzi wa chuo cha maji, kwanza wanachotakiwa kufahamu ni kwamba wajivunie kuwa ndani ya chuo cha maji, kwa sababu ni taasisi pekee ya elimu ambayo inatoa wataalamu wa maji ambao wanaweza kutumika kwenye nyanja tofauti tofauti. Moja ya kitu ambacho wanaweza kujivunia nacho ni kwamba wao kama wao watambue nini kusudi la wao kuwa hapa. Wakishajua hivyo, watajua namna ya kufanya, kwamba elimu ndio msingi pekee uliotoleta chuo cha maji,
na huu ndo ujumbe ambao naweza nikawapa, kwa maana ya kwamba wa concentrate na kitu ambacho kimewaleta chuo cha maji au kilichowaleta Dar es Salaam. Mtu umetoka mkoani, umetoka Ngara, umetoka wapi, mzazi wako kuna kitu ambacho aliplani kukinunua au aliplani kukipata, lakini amepambana hiyo pesa akakupa wewe au akalipa chuo ili mradi usome. Kwa lengo kubwa, mzazi amekuleta hapa chuo ili utengeneze maisha yako na sio maisha yake. Kwa kitu kikubwa ambacho naweza kuwapa kama ujumbe kwa wanafunzi wangu ni kwamba wajikite zaidi kwenye kusoma, kufanya research, kutafuta mbinu tofauti ambazo zinaweza kuwasaidia kwenye masomo na kuja watu ambao wanahitajika kwenye soko hata linalokuja. Kwa sababu usiseme tu unasoma chuo cha maji au unasoma kozi fulani, kwa sababu sasa hivi tuna kozi nyingi karibia 25 zikiwemo za masters. Kwa hiyo waone namna ambayo ni nzuri wanaweza, yani kama unaweza kupalilia ile elimu ulionayo au elimu unaoitafuta uweze kuipalilia vizuri, ili mwisho wa siku hata ukitoka hapa uonekane kuwa ni wa faida hata kwenye jamii ambayo unaiendea. Kwa hiyo mimi cha kuwasihi zaidi ni kwamba wajikite kwenye masomo, wasome kwa bidii, waongeze juhudi. Mhubiri 3 anasema kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo ikiwa kila jambo lina wakati wake, maana yake ni nini? Wakati ni sasa wa kusoma. Wakati ni sasa wa kuinuka kielimu. Wakati ni sasa wa kuinuka kitaaluma. Kwa kila mwanafunzi achukulie huu ni wakati sahihi aliopewa na Mungu wa kuwa chuo cha maji, wa kutafuta elimu yake. Wakati unapita, muda unaenda. Kwa umri au kusubiri, maisha yanaenda mbele. Asante sana.